Njia mojawapo ni mwanga wa jua, sunlight. Mwanga wa jua hasa wa asubuhi, kati ya saa 2 hadi saa 4 asubuhi. Ule mwanga wa jua wa kuanzia saa 2 hadi saa 4 asubuhi husaidia ngozi kuzalisha vitamini D. Kwa hiyo jua la asubuhi linapochomoza la saa 2 mpaka saa 4 huwa linasaidia ngozi kuzalisha virutubisho hivi vya vitamini D. Na unapokaa kwa dakika 10 hadi 30 kwa siku, mara 3 mara 5 kwa wiki, kwa mtu asiye na tatizo la ngozi ni vya kutosha kabisa. Tunapokaa, unapopata nafasi ya kukaa kwa dakika 10 hadi 30, na unaweza ukakaa mara 3 hadi mara 5 kwa wiki ndani ya siku 7, kwa mtu ambaye hana tatizo la ngozi, basi vinatosha kabisa kupata. Kwa watu wenye ngozi nyeusi, wanahitaji muda mrefu zaidi kufyonza mwanga wa jua ili kutengeneza vitamini D. Watu wenye ngozi nyeusi wanahitaji kukaa zaidi kwenye mwanga wa jua ili waweze kutengeneza hivyo vitamini D. Njia ya pili ni chakula. Ingawa ni kiasi kidogo, baadhi ya vyakula hutoa vitamini D. Hivi ni vyakula bora vya asili vinavyotoa vitamini D. Vyakula vifuatavyo ni vitamini bora ambavyo ni vya asili ambavyo vinatoa vitamini D. Samaki wa mafuta ni miongoni mwa vyakula ambavyo vinatoa vitamini D. Mayai ni miongoni mwa vyakula ambavyo vinatoa vitamini D, hasa kiini chake, ile kiini chake cha ndani kinatoa vitamini D. Maini ya ng'ombe, maini ya ng'ombe kwa kiasi kidogo lakini linatoa vitamini D, maini ya ng'ombe. Sasa kwa wale wenzangu wa Kwangoi hawali maini ya ng'ombe. Watu wa Kwangoi kwa taratibu zao za kiukoo hawali maini ya ng'ombe, sijui wanongombe gani. Tukiuliza historia zao wanaweza katupatia wao ni mwiko kula maini. Kwa hiyo yote ni taratibu zao ambazo ni za kimila lakini hazina madhara. Kwa hiyo tusifungwe na imani hizo. Bwana Yesu asifiwe. Baadhi ya uyoga uliokuzwa kwa mwanga hutoa vitamini D na aina ya vitamini pia. Vipo baadhi ya uyoga ambao unatoa vitamini D. Na virutubisho, ikiwa upati vya kutosha kupitia jua, chakula, unaweza kutumia virutubisho vya vitamini D. Hii ni muhimu zaidi kwa watu walio na upungufu wa jua au na magonjwa yanayoathiri ufyonzaji wa vitamini. Kumbuka, upungufu wa vitamini D unaweza kusababisha udhaifu wa mifupa, unaweza kusababisha uchovu au matatizo ya kinga ya mwili. Ni vizuri kupima kiwango cha vitamini D mwilini kwa ushauri wa daktari kabla ya kuanza kutumia virutubisho. Kama unaweza kukosa njia zote hivi, basi kuna njia ya virutubisho ambavyo vinauzwa. Kwa hiyo sasa kama utakosa, unaweza ukapima alafu ndipo uanze kutumia basi hayo virutubisho hivyo. Tulikuwa tunajifunza habari hizi za upungufu wa vitamini D na tukaenda katikati kuangalia vitamini D vinapatikana wapi. Tuangalie kwa haraka dalili ya saratani ya tezi dume. Dalili ya saratani ya tezi dume inaweza kutokea polepole mara nyingi na kuonekana baada ya muda mrefu. Dalili hizi ni pamoja na hizi zifuatazo. Dalili ya kwanza, kupatwa na shida wakati ule wa kukojoa. Hiyo ni dalili mojawapo ya saratani ya tezi dume. Mkojo kutoka wenyewe bila ruhusa, hiyo ni dalili ya pili ya tezi dume.
mkojo kutoka ukiwa umeambatana na damu. Hii ni dalili ya tatu ya ugonjwa huu wa saratani ya tezi dume. Shahawa kutoka zikiwa na damu. Hii ni dalili nyingine ya tezi dume. Kushindwa kusimamisha uume. Hiyo ni dalili ya saratani ya tezi dume. Maumivu ya mifupa. Kupungua nguvu ya kurusha mkojo ni dalili nyingine hiyo ya tezi dume. Kukojoa mara kwa mara hasa usiku. Kukojoa mara kwa mara hasa usiku. Hizi ni baadhi ya dalili ambazo za mtu ambaye ana dalili ya ugonjwa wa kansa ya tezi dume. Matatizo mengine yanayohusiana na tezi dume, moja ni hali ya kuongezeka kwa ukubwa wa tezi dume bila kuwa na saratani. Hii hali inaweza kusababisha matatizo ya mkojo kama vile kukojoa mara kwa mara hasa usiku na mtiririko dhaifu wa mkojo. Kuna hali nyingine ambayo inaitwa prostatitis. Hii ni maambukizi ya tezi dume ambayo yanaweza kusababisha maumivu na shida katika kukojoa. Kwa hiyo kuna hii hali ambayo ya kuongezeka kwa ukubwa wa tezi dume, unaweza ukawa unakojoa mara kwa mara. Kwa hiyo usichukulia kwamba tayari umeugua saratani ya tezi dume. Kuna hii hali nyingine ambayo ya maambukizi ya virusi ambayo unapatwa na maumivu. Hii nayo unaweza ikawa ni tatizo hilo, kwa hiyo isiwe ukafikiria kwamba tayari umeugua kansa ya tezi dume. Tiba na kinga yake. Tiba ya saratani ya tezi dume inategemea na hatua ya ugonjwa na hali ya mgonjwa. Kinga yake na tiba yake inategemea na hatua ya mgonjwa ilipofikia, na inategemea hatua ya ugonjwa ilipofikia na hali ya mgonjwa jinsi ilivyo. Na tunaona jinsi ambavyo inawapata watu wenye umri zaidi ya miaka 50 na kuendelea. Wale watu walio inaenda umri. Kwa hiyo hali yake ya kiafya ikoje? Kwa hiyo inategemea sasa anatibiwaje. Katika kutibiwa huku inajumuisha upasuaji, inajumuisha mionzi, inajumuisha tiba hormone au mchanganyiko wa hizi. Ili mtu aweze kutibiwa, basi inajumuisha katika, anaweza akafanyiwa upasuaji, anaweza akafanyiwa tiba ya hormone au mionzi au mchanganyiko wa hizi. Kuna wazee ambao hawawezi wakafanyiwa upasuaji, wanatibiwa hivyo kwa namna hiyo. Kwa hiyo inategemea sasa na hali ya mtu ilivyo, na inategemea pia na hatua ya ugonjwa jinsi ambavyo umefikia, ndipo ambapo anaweza akapatiwa matibabu. Ili kuepuka au kupunguza hatari ya kupata saratani ya tezi dume, ni muhimu kula mlo wenye afya, ikiwa ni pamoja na mboga mboga. Ili basi kila baba, vijana, tuweze kuepuka kupatwa na ugonjwa huu, kupatwa na saratani ya tezi dume, ni lazima tuzingatia kula mlo wenye nini? Wenye afya. Na hii ikiwa ni pamoja na mboga mboga. Kuna wale ambao hawapendi kula mboga za majani. Mboga za majani zikipikwa wanapea mpaka niandikiwe na daktari. Sasa mpaka uandikiwe na daktari utakuwa umechelewa, tezi dume itakupata. Kuna wale kina baba ambao hawapendi kupunguza unene, kupunguza vitambi. Kwa hiyo nao wote hawa wako hatarini kuugua changamoto au tatizo hili la ugonjwa wa saratani ya tezi dume. Kwa hiyo tumeishia hapo na tumejifunza juu ya habari hiyo. Mungu na atubariki, na tujitahidi kufanya utaratibu vizuri katika ulaji wetu ili afya zetu zizidi kuwa salama. Karibuni tena kesho kwa ajili ya kipindi kingine. Kesho tutajifunza kansa ya shingo ya kizazi kwa wanawake.